Rais William Ruto ameendelea kutetea ruwaza ya mwaka 2060 akisisitiza kuwa umuhimu wa mazungumzo iweze kufanyika kuhusu mustakabali wa maendeleo ya taifa la Kenya. Akizungumza katika ikulu ya Nairobi alipokutana na waumini wa kanisa la Friends, Rais Ruto alibaini kuwa Kenya ina uwezo mkubwa wa kujiendeleza, akiwarai wa Kenya kutowasikiza viongozi wasiokuwa na mpango wowote wa kuimarisha taifa hili. James Mwangi anashuka na taarifa hiyo. Huku Rais William Ruto akipokea pingamizi ya kuwepo kwa mazungumzo ya baada ya ruwaza ya mwaka 2030. Rais Ruto ameendelea kutetea mazungumzo hayo, akisisitiza kuwa kuna umuhimu wa Wakenya kufanya mazungumzo yatakayounda mustakabali wa maendeleo ya taifa la Kenya. Kama kuna mtu alikuwa na wasiwasi ama taswishi ya kwamba inawezekana, we have demonstrated in the last 4 years that it is doable. It is possible. So let's do it. Tumedhibiti uchumi, mambo ya matibabu tumepanga, maneno ya housing tumepanga, maneno ya masomo tumepanga. Sasa ni nafasi yetu kama Wakenya tuketi chini pamoja, tupange destiny ya taifa letu la Kenya. Miaka 20-25 ijayo tunataka Kenya isimame mahali gani? Akiorodhesha yale yaliyofanikishwa na serikali yake kuimarisha sekta mbalimbali nchini, Rais Ruto amebaini kuwa Kenya ina uwezo mkubwa wa kujiendeleza na kuhakikisha imekabiliana na changamoto kama vile njaa na umaskini. Kenya haikuwa ya kwamba tuwe nchi huru, nchi ya demokrasia, nchi ya rule of law, na tuendelee vijana wetu hawana ajira. No. Tuendelee bado kuna watu hawawezi kupata matibabu. Hapana. Tuendelee ati bado kuna watu wanalala njaa. Hapana. We are supposed to be a democratic, united, under the rule of law, but also a wealthy and prosperous nation. Pia ametetea uwepo wa hazina ya kitaifa ya miundombinu anayosema itasaidia kuharakisha ufanikishwaji wa miradi, akiwarai wananchi kutowasikiza viongozi anaosema hawana mpango wowote wa kuliendeleza taifa. Jameni, musikubali tupelekwe mahali ya karata ya pata potea. Watu ambao hawana mpango yoyote, hawajapanga chochote, hawana maono, hawana mpango, hawana sera, hawana agenda. Tusiende kule, tutapotea. Yes, kila kiongozi bwana apimwe na ile kazi amefanya. Haiwezekani kwamba umekuwa Kenya hii ukirandaranda miaka 40 hakuna chochote umefanya, alafu unasema tukupatie uongozi. Alizungumza haya alipokutana na waumini wa kanisa la Friends katika ikulu ya Nairobi. James Mwangi, Undugu TV.